ambao walimwachia mchezaji anaweza akatoka sehemu moja akawa hana uwezo akaenda sehemu nyingine akasajiliwa akafanya vizuri. Ndio maana unakuta mchezaji anatoka Yanga anakuja Simba na akafanya vizuri, au anaweza akatoka Simba akaenda Yanga akafanya vibaya. Chamaoni kule kufanya vizuri ni upepo tu, ni aina ya timu anaenda nayo. Mpira una bahati na timu unakoenda nao. Unaweza kwenda kwenye timu nyingine ukafanya vizuri na timu nyingine usifanye ukafanya vibaya. Kwa hiyo kitu cha kufanya vizuri kule kwenye timu ambako ameenda ni mambo ya kawaida sana katika mpira. Lakini wengi wanalaumu kwamba kwa kauli ya Roemam kipindi kile ambaye ni meneja wa Simba anasema wengine waliachwa kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Umeelewa? Wengine waliachwa kwa viwango. Sasa tujajua je, yeye aliachwa kwa ajili ya utovu wa nidhamu au vipi? Hata kuna Mavambo wewe waliachwa pale kwa ajili ya utovu wa nidhamu. Sio kwamba uwezo ulikuwa hawana, hapana. Walimwacha kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Fondo alistahili, hata Mavambo alistahili, lakini kutokana na utovu wa nidhamu ambao manager alisema kipindi kile, inabidi Simba waache, na wameenda huko wanafanya vizuri kwenye timu zao kwa sababu waliondoka wakiwa sio wabaya. Upande wa kipa, na ukisikiliza wana Simba wengi sana hawajao kusema mapungufu ya timu yao, kwamba mchezaji fulani eti pale ana matatizo, mchezaji fulani eti tusajili mchezaji mwingine, hajasikia ndani ya Simba. Nilichosikia safari hii ni kwamba washabiki wengi sana wa Simba wao ilikuwa ni swala la mwalimu, na mwalimu ashampata, na sasa hivi imejitokeza kwamba makipa wote tegemea wawili wote wameumia. Kwa hiyo sasa inatakiwa hapa ni usajili kuja kusaidiana na kina Abel hao ambao wapo. Kwa hiyo makipa waliokuwa pale hawatoshi. Kwa sababu waliokuwa pale si wawili wameumia. Kama wameumia lazima walipress wawili kuja kukava, kwa sababu ambao waje kulikava ligi ilikuwa siaisha. Umeona bwana? Kwa hiyo na wengine wanaanza kurudi katika kiwango chao. Kwa hiyo viongozi wa Simba wanahangaika sasa hivi kutafuta makocha wazuri ambao makipa wazuri ambao waje kulikava sehemu ambayo imebaki. Kwa mwaje tunaelekea kwenye onyesha mfano hapo kuna sasa kwenye ligi ya klabu na je ikiwa hamna pointi yoyote, unaona Simba sasa ikinyanyuka na kwenda kukaa pale nafasi ya kwanza au nafasi ya pili kwenye group kwa kocha ambaye alikuwa Stellenbosch, kwa aina ya mfumo alikuwa anatumia kule, kama ule mfumo atauleta hapa na Simba, kwa sababu ina mastaa, Simba itatisha barani Afrika. Narudia tena, kwa aina ya kocha aliyetoka Stellenbosch, kwa mfumo alikuwa anatumia akiuleta Simba Sports Club, kwa mastaa wako Simba, Simba itatisha barani Afrika na Simba itafuzu. Matatizo ni nini? Simba matatizo makubwa yaliko pale ilikuwa aina ya mwalimu, mfumo wake, mifumo. Kama mwalimu Fadu mfumo alikuwa anatumia ni tofauti na huyo mwalimu aliondoka sasa hivi. Mfumo wa Fadu kwa ni tofauti. Lakini yule mwalimu wa Stellenbosch mfumo wake kama wa Fadu. Wewe angalia hivyo tusumbua kwenye nusu finali. Alipata magoli mawili South Africa akakataliwa yote. Na tunatoka kwa mbinde kwa jasho na akiwa hana mastaa. Sasa timu ina mastaa na mashabiki, kwa nini tusifanye vizuri? Kwa hiyo mwalimu Steve atafanya vizuri sana akiwa ndani ya Simba Sports Club. Na tutatoboa. Na mimi nakwambia hivi, tunaweza tukampiga mtu nje ndani, wewe akatuvusha. Kwa sababu hapo ni issue kumfunga mtu mmoja nje ndani tu. Nani? Wewe experience. Wewe tunampiga nje ndani na tuna historia hiyo bwana. Wengi mnalaumu Odinga na Benjamin wamefanya mambo yao. Mimi nimeenda, wewe kuja kupata habari. Wiki iliyopita nimeenda kutoa viungu hivi. Viungu vinne ambavyo kwa natusumbua baada ya miaka mitano iliyopita. Nimeingia uwanjani pale, nimeomba uongozi, nimeomba na vinatoka kwa ajili ya maombi. Nimeomba vimetoka, uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi uko salama kwa ajili ya Simba kupenda kupata ushindi. Kama ulivyoona Yanga alivyoumia juzi, ile kamati ndio kamati hiyo inaenda kufanya hiyo kazi. Usione ya kwamba Yanga alifungwa kirahisi kesho juzi. Ile mechi ya Simba hamna dogo. Mashabiki kama timu ya wakubwa tu, kwa sababu kuna watu wamelia. Wewe mpaka watu wanasusa kwa mchezo nini? Furaha yako umewafunga mashabiki. Na tushapunguza sasa hivi, Yanga wanatudai mechi 5 sio 6 tena. Mechi ya mashabiki. Wewe unaona tunasherehekea ile kombe. Utafikiri tunakuwa na ukame. Nikamwona Tobi kaenda kulala na kombe. Sisi hatuna dogo. Simba na Yanga hawana dogo. Ndio maana kamati mpaka zinakuwepo. Kwa hiyo kwa ujumla sisi kupata kuwafunga Yanga siku ile ni faraja kubwa na ni muendelezo mzuri na njia tushaipalilia. Mechi zinazofuata Yanga atakufa. Na kamati tusimamia sisi ni washabiki wa Simba Sports Club. Kwa hiyo mmetoa pale kuanzia kwenye nuksi mmeshaitoa. Tumeshatoa pale sasa hivi, kwanza wanatudai 5. Tukiwapiga ya ligi bado 4. Tukipiga ile nyingine bado 3. Safari tuna kikosi hatuna, lakini Yanga lazima afe kwa njia yoyote ile. Mungu akubariki sana.